Tuko mwisho wa mwezi wa Shawwal kwenye tarehe 29, siku ya kutazama mwezi, kujua kesho ni mfungo pili ama si mfungo pili. 29 mwezi wa 10 Shawwal 1447 kwa takwimu ya Hijria, sawia na 17 mwezi wa 4 2026 miladia. Kwenye maudhui yanayofuata, sunna ni jambo la kweli. Sunna ni jambo la kweli. Kwa nini maudhui sunna ni jambo la kweli? Bila shaka, ikiwa sunna ni jambo la kweli, kuna na watu wa sunna wafaa kuwa wa kweli. Kwa hivyo ni maudhui ambayo yana mafunzo yake kwangu na kila mpenzi wa sunna. Sunna ni jambo la kweli, wana sunna wataka wawe wa kweli, na sote twaipenda sunna na twajitegemeza kwenye ahlu sunnati wal jamaa. Maudhui haya ni kwa kuwa ikiwa twajua sunna ni jambo la kweli, ni ukweli popote uwe ukweli, na popote uwapo uthibitishe ukweli unaouamini wa sunna wa mtu mkweli, mkweli wa maneno, mkweli wa vitendo, mkweli kwenye kukubali linenwalo mbele yake na litendalo mbele yake, akalipitisha pia la ukweli. Kwa hivyo alilolikubali kwa kusemwa mbele yake na alilolikubali kwa kutendwa mbele yake, pia kalipitisha ni kweli. Kwa hivyo yote huwa ni ukweli juu ya ukweli. Mwana sunna popote endapo, popote ahudhuriapo, popote alikwapo, taka nguo ya sunna iwe iko kwenye mwili wake. Popote patakapokuthibitishwa ukweli, awe atauthibitisha ukweli wa wahyu thani kwa ijmai ya wanavyoni, bila shitaha, kumshitahi mtu katika kweli, bila ahofu kwa kuwa kisema ukweli hapa pana matajiri na si watu wa sunna, basi sitakuwa na uso kwao, ama nibaki katika maisha napendeza kwa wote kwa kuwa watu wananiona kuwa nina utaratibu, kwa hivyo silibainishi wakati mwingine linalostahiki kubainishwa kwa sababu akina fulani. Ndipo tukachagua maudhui kusema sunna ni jambo la kweli. Kwa hivyo ni lazima tuwe wa kweli. Shitaha iko ni mbali na kuheshimiana kuko ni mbali, lakini kwenye jambo ambalo ni dini hakuna tanshitai fulani ni mweke mtume mbali kwa sababu akujipendekeza nende vizuri katika safari yangu ya maisha. As-sunnatu nabawiyatu hiya tariqul haqqil mustaqim. Sunna ya mtume ni barabara ya haki iliyonyoka, almutamathili min ittiba'i alkitabi was sunna, ambayo inajumuisha kufuata Qur'ani na sunna. Maqulatun mashhura, pana maneno mashhuri. Sikiliza vizuri sana, pana maneno mashhuri. Wa ma'thuratun 'anil imam Malik bin Anas rahimahullah, na yaliyopokewa kwa Imamu Malik bin Anas, Mungu amrehemu. Makala haya sema hivi:
as-sunnatu safinatu Nuhin, sunna ni jahazi la Nuhu. Man rakibaha naja, mwenye kulipanda jahazi hilo ataokoka. Wa man takhallafa gharika, na mwenye kukhalifu asilipande hilo jahazi ataghariki, atazama. Sasa mwenye kupanda mashua ya sunna, meli ya sunna, ataokoka. Mwenye kukhalifu kuweko nje ya jahazi asilipande atazama. Na safari anaosafiri hapachi bandari, kwa sababu hakukipanda chombo cha uokofu kwa mujibu wa maandiko wa vitabu vyetu vya sharia na ulama wetu tegemewa. Safi kabisa. Hadhihi ibara, hii ibara sikiliza vizuri, na shitaha zimekuwa nyingi sana. Hadhihi ibaratun, ibara hili tubayinu ahamiyata tibai sunnati nabii sallallahu alaihi wasallam, yabainisha umuhimu wa kufuata sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam, wal iqtidai biha, na kuiandama hiyo sunna, linajati min alfitani wadhalali tamaman, kwa ajili ya kuokoka na fitina na upotevu tamam, kwa kutimia. Ukiwa nje ya hili jahazi huokoki na fitina. Iyo fitina hupenya kwenye chombo cha sawa kwa ajili ya mitihani ya Mungu. Haije fitina uwe umepanda jahazi la ngoloko. Fitina uwe umepanda jahazi la ngoloko. Kisema jahazi la ngoloko ni jahazi hata kala Fatiha lina, hupicha likivuya, utapacha bandari. Ni kinaya kwa mwenye kuelewa umuhimu wa sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Tuwate kujipendekeza na shitaha nyingi kwenye nyuso za watu wengine, ili tusiwe na sauti mbele yao, ama wasitusikize kwa tuyatakao, ikiwa eti twataka mengi kwa ajili ya dini. Thamani yako mwenechu dini yako. Chochote utakachokipewa hakiwi na thamani ya dini yako. Thamani yako ni mtume wako. Yoyote utakayenkambatia hana thamani kumshinda mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunna ni jambo la kweli, wana sunna wastahiki wawe wa kweli. Tayeb. Na kanajati man rakiba safinatan, watapata uokofu kama uokofu wa aliyepanda jahazi, mashua ya Nuhu alayhi salam. Minatufani, kutokamana na uokofu wa tufani. Tufani ni yale mafiriko ya gharaki yaliyowapata kina Nuhu. Tayeb. Akada salaf, wametilia mkazo masalaf wema walotutangulia, anna tamassuka biha, kwamba kushikamana na sunna, yurithu mahabbata Allahi, hurithisha mapenzi ya Mungu. Wewe ukishika sunna warithisha mapenzi, Mungu akupenda. Bainama tarkuha bidayatu halakin, kati ya kuwa kuyata sunna ndio mwanzo wa kuangamia. Billahi alaik, mwanzo wa mtu kuangamia ni kuikhalifu sunna. Na wataka uokofu, shikana na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kifungu namba 4, as-sa'adatu, saada, furaha, man kana manhajuhu, ni yule ambaye manhaji yake, barabara yake, at-taslima linususil kitabi wa sunna, ni kusalim amri kwa Qur'ani na hadithi. Leo tampata muislamu ntolea hadithi, kila kitu hadithi, kila kitu hadithi. Watakaje? Si kesho tasema kila kitu Qur'ani, kila kitu Qur'ani. Watakaje? Wataka kila siku nation? Wataka kila siku taifa? Wataka kila siku vitabu vya uchawi na ramli na zawanga za kuruka kwa teo siku? Wataka hizo? Leo eti uambiwe ya kuwa utaje sunna mbele ya Muislamu, mbie sunna sunna sunna.
ndiyo uokofu kwa mwenye kutaka uokofu. Jitu nje ya sunna halina uokofu. Ndiyo jahazi ya kupata bandari salama. Alokataa kuipanda mashua ya sunna hapati bandari salama, ila atubu na kurudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tayeb. Hafidh Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala asema, yapulike ya maneno tafadhali. Alladhi yata'ayyanu 'ala almuslim al-i'tina'u bihi, lile linaloainika, lile linaloonekana kwa Muislamu. Al-i'tina'u bihi ni kutunza mtaala, manhaj, syllabus ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ataka aichunge manhaju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, achunge nkondo aliyoutoa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa wataka wewe kutuelekeza wapi kuwe ndipo, na ndipo tushakuona. Wagunya utuambia halivi la kutokuva, mbiti kuchwa la kuviva. Sababu yake twaiva ni hawa kuingia. Hawa ikiingia kitu hakijaiva utasema kimeiva tena tamu. Hawa ikiingia sicho ndicho kwako, ndio maafa tupeteo maduati. Hawa ikiingia alo wako humfanya si wako, alo wako humfanya si wako, aso wako ndio wako. Ndio matatizo yaliyoko katika akhiru zaman. Kwa hivyo uwazi ubainishwe, watu wawekewe wazi, ili wapate uokofu kwa mashua isiyokuwa na shaka, na hudha wake ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi huna hudha atakwenda kututia katika miuya bila dira, tukitahamaki tuko maini si pia? Hapana, hoyo alikuwa ni nahudha, tena nahudha ukihakika, si nahudha kubahatisha. Tayeb. Madha qala Rasulullah an qawli alhaq, Mtume amesema nini kuhusu kunena haki? Wakati mwingine huwa mtu ni wa sunna akenda akashindwa kunena haki kwa sababu mbele yake kuna matajiri, mbele yake kuna wenye vyeo. Sasa akikwambia twakujua ni mtu wa sunna, lakini tuko pamoja leo, fatha ni yako, na kwenye itikadi yako wewe dua waijua ni vipi, na masala fatha lisan ukasema ukatia fatha ila hadrati nabi sayyidina Muhammad al-Habib al-Mustafa al-Fatiha, tena ukatia na pozi yako kwa sababu uko mbele ya tajiri atakupa bahasha. Na pengine akwambia twataka hivyo, basi nyinyi mwapoteza riziki zenu. Ala, twapoteza riziki zetu kwa kumbandika Mtume ili tupate chakula kwako? Shitaha zimetuharibia kwa kiwango fulani. Na huku kujipendekeza usilaumiwe, uonekane we ni mtu mtaratibu katika kuzungumza, basi yoyote aweza kukunyoshea bahasha. Waate wale kina Behero na ukali wao, hawatapata chochote katika ulimwengu huu. Lakini mpaka leo twaishi na tutabaki kuwa mabaharia wa jahazi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu sarahangi wetu na hudha wetu ni mzuri wa kuogelea, akafundisha mabaharia wake wote kujua kuogelea. Kikichecheka wote wako tayari. Hatia tabu kwenu kinananga. Mkishopoka hata kwenye swimming pool, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutabaki kwenye jahazi la uokofu, na pashitaha tutashitahi, na pakuheshimiana tuheshimiana. Hata kama uko nje ya jahazi, hatutaata kusalimiana hau masala mbali. Lakini masala twataka kusafiri, hutaki kupanda jahazi letu, baki na idau lako la ngoloko, na sisi tutabaki na jahazi yetu ilopakwa sifa ya kisawasawa. Mbao zake ni nsaji,
kikwetu, wala si tafsiri nsajiki hapa, wenyewe mwajua. Mwasemaje mbao ikiwa ni nsaji kisha ikapata vanish ya kihakika, si vanish ya kutanganywa na asali, vanish ya kihakika, basi utakuwa ukijitazama wajiona ndilo jahazi tunalolitaka. Na hivyo mvinaya liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Qala sallallahu alayhi wasallam, asemaje Mtume, la yamna'anna ahadakum rahbatun nasi, lisinzuie. Mtume akazungumza kwa nuni ya taukidi, lisinzuie mmoja wenu hofu ya kuogopa watu, an yaqula bihaqqin idha raahu au shahidahu, kunena la haki aionapo na anapoishuhudia. Leo kuna wanaoiona haki ni hii, wakaitokea ushuhuda haki ni hii, na wakenda kwenye msimamo ule wao na safari ile yao ya jahazi lao la ngoloko. Ya hasratan ala al-ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ichieni akilini vizuri kutuba. Wa fi riwaya, na kwenye riwaya nyingine, la yamna'anna ahadakum makhafatun nas, lisinzuie mmoja wenu hofu za kuogopa watu, an yakula bilhaqi, kunena la usawa, idha shahidahu au alimahu, anapoishuhudia hapa anapoijua. Walijua si la sawa, lakini maadamu limeshikwa na watu fulani na la sawa ndio seme si la sawa, twenda wrong jamani. Katika maisha yetu twenda si sawa kwa sababu ya hawa za nafsi. Leo hawa za nafsi zipenye kwetu pia, wapenzi wa sunna tushitahi kwa kumukhalifu Mtume. Mungu atuonyeshe haki ya kutuonyesha, kisha turuzuku kuifuata. Hiyo ndio dini. Bisababil hayai minhum, kwa sababu ya mtu kuona haya miongoni mwao. Matajiri mvachu vasinti, mafhumu, au yunkiru alaihi, ama kuogopa hapa sineni haki, wadosi hawa watanipinga kwa yangu, au watanifanyia uadui kwa sababu ya kusema haki. Ndipo ukaona watu hupoteza wengi misimamo. Ndipo tukasema sunna ni jambo la kweli, na mkweli ni Allah tabaraka wa taala. Akamchagua mkweli, akamshushia kitabu cha ukweli, akampa wahyu thani ambao ni sunnatul Mustafa, ambao ni kitu cha ukweli. Nurun ala nurin yahdi Allahu linurihi man yasha. Minal asaf, ulama watuambia katika jambo la kusikitisha, anna hunaka man yakhsha ala masalihihim, kuna huko wanaogopa maslahi yao, fala yaqifu ma'al haqi, mtu asisimame pamoja na haki na aijua kwamba kwa ni haki, lakini na maslahi hapa, kisimama nsimamo madhubuti, haya maslahi yatanikatikia. Huu ndio ugonjwa tulionao katika akhiri zamani kwa wengi. Wa hunaka, na huko, sikia maandiko, man yakhsha ala masalihihi akthar, kuna anayeogopa maslahi yake kwa wingi zaidi, fala yaqifu ma'al ladhi yaqifu ma'al haq, asisimame pamoja na yule ambaye anasimama mbele ya haki. Mafhumu? Alosimama mbele ya haki, waweza wewe usisimame naye hata kwa mazungumzo muhimu, kwa sababu kuna watu fulani wakikuona umesimama na mtu fulani watakuuliza, mbona umesimama na mtu fulani, umetuata mkono, si wajahazi letu tena? Jameni, dini mpaka ifike kwenye hadi hiyo kwa sababu wa maslahi ya kidunia? Ni jambo la kusikitisha sana. Yaqulu ulamauna, linenalo talishindikiza na maandiko, ndio kakwambia pulika vizuri sana, kisha uweke nia ya kuwatahawaza nafsi, yasikize tu nao yazungumza, kisha nenda kaweke kwenye meza ya uchunguzi baada kupiga mpunga kwako, kisha utuje. La sawa lishike, lisilokuwa la sawa lipotele mbali.
lengo ni usawa, kwa sababu sunna ni jambo la kweli. Ulama wetu wanasemaje? Wanasema na wanukuu, minal qawaidi allati, katika misingi ambayo sara alaiha sahabatu, waloenda nao masahaba, wa man tabi'ahum bi ihsani, na wale waliowafuata masahaba kwa wema. Ad-dawranu ma'al haqqi, ni mtu kuduru, kuzunguka na usawa na ukweli. Haithu dara, popote ukweli unapozunguka. Wewe unazunguka na ukweli unapozunguka, na unazunguka na wakweli wanapozunguka, likithubutu kuwa ni ukweli lilotoka kwa wakweli, kwa misingi ya kitabu cha ukweli na tafsiri zilizokuja za ukweli kupitia sunna sahihi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kainunatu ma'ahu haithu kan, na kuwa pamoja na haki namna haki itakapokuwa. Wal akhdhu bihi tasliman, sikiliza sana, hata kama ni mtu wa jahazi la ngoloko, lakini maadamu umekuja kuswali msikiti wangu, sikiliza hana nasema tu, ukitoka yaweke kishogoni. Yahdillahu man yashau ila siratin mustaqim, Mungu humuongoa antakaye katika barabara saa. Navotaka taka usikize tu, sunna ni jambo la kweli. Wal akhdhu bihi tasliman, kuchukua hii manhaju rasulillah kwa kusalim amri, si kwa khiari na kwa kutaka. Kitaka taandama, sipotaka tasliman usalim amri. Wal amalu bihi ridha, na kutendea hiyo manhaju kwa kuridhika. Na tenda kwa kuridhika, kwa kuwa mmeridhika na kukinai kwamba kwa jambo la sawa. Wasairu alayhi tadayunan, na kutembea nayo kuifanya dini. Watembea ukifanya hii manhaji ni manhaju dini, hukubahatisha. Qala Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah rahimahullah, ndipo Sheikhul Islam Ahmad ibn Taymiyyah asemaje? Tumnukuu, fa innal huda ma'a rasuli, hakika uongofu siku zote uko pamoja na mtume. Uongofu hauko pamoja na watu wa propaganda, wakhalifu wa mtume, wenye jahazi hili ambalo jina lake mushalishika. Tumeelewana? Hakuna maneno ya udhia, ati huni hivi, ati huni hivi, ukenda katika kaburi la huni hivi, huyu alipokufa ni hivi. Hizi ni propaganda, ma anzalallahu biha min sultan, ni kuifurahisha tu, kusudi kutaka kuwa nje ya hili jahazi. Lakini sikiliza Ibn Taymiyyah rahimahullah asema, fa innal huda ma'a rasuli haythu dara, uongozi siku zote uko pamoja na mtume, namna utakavogeuka ule uongozi. Ukenda huku twenda nao, ukenda huku twenda nao, kama twamfuata mtume, azungukapo twazunguka naye, kwa sababu hatubahatishi kwenda kutuangamiza kwa barabara anaotuonyesha. Ya salam. Wama ashabihi, iko pamoja na maswahaba zake, ndio wanafunzi walokuwa na uaminifu na mwalimu wao, walopokea moja kwa moja bila kuandikiwa katika blackboard wala katika daftari. Kikitoka kimetoka, kikitoka kimepokewa, cha picha kwenye mishipa, hazikusahaulika wala hawakuacha mafunzo mpaka wakaondoka katika dunia hii. Mtu hajijua, naondoka, nenda zangu peponi. Wewe mwehu ama mwehu mwingine yote, yuko atakayeondoka ana 100% yuenda peponi, kwa sababu jahazi lako ni langoloko. Tuendelee kumnukuu Ibn Taymiyyah. Duna ashabi ghairihi, bila kufuata watu wengine. Kuna watu ugonjwa ugonjwa wao kuandama watu, na hao watu wanaowafuata watu cheguo kwao, sio yote. Ndio nilonchegua kumwandama kufa kupona. Sikiliza vizuri, sio kuwasimo hapa siku zote. Mimi nalikariri hilo, sikariri kuwaonyesha, na kariri na Mungu ndiye atakayeni hukumu. Pia khutba initibu, kwa sababu mimi ni nsemi tu, lakini hii tiba na sindano na chanjo huwa chanja kuanzia huwa lioko kwenye mimbar mpaka sasa. Hii ni chanje mimi, niko katika mimbar, uokoke wewe usipate chanjo,
yatutibu sote tuwe ni wa kweli katika hii dini. Vumilia. Haya nimeyatoa katika Minhaju Sunnati Nabawiyya fi raddi ala Shi'ati wal Qadariyya, nimeanukuu hapo. Taib, mwanafunzi wake naye asemaje? Mwanafunzi mkubwa Ibnul Qayyim al-Jawziyya, sikiza naye azungumza kana kutilia nguvu maneno ya shekhe wake kwa ukweli uliothubutu. Asemaje katika kitabu chake kinachojulikana As-Sawa'iqul Mursala, vimondo venye kutumwa. Angalieni jina la kitabu, vimondo venye kutumwa, kwa maana ni mizaili hizo. Kwa hivyo lazima ujue namna kuzikinga na kuzidengua, na mizaili haidenguliwi kwa ikanda wala kwa chandarua wala kwa mwavuli. Pana mizaili nyingine kwa teknoloji ndizo zinazodengua zile zinazotumwa. Sasa zikitumwa ukiona sizo, zidengue kwa ndizo ulizo nazo, suala unazo. Lakini ukituma na twajua sizo, tutazidengua kwa ndizo, na ndizo ni missile ya kushinda hata ile atomic, zile nuclear weapons. Nini? Kitabullahi azza wa jalla alladhi la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi tanzilun min hakimil hamid. Bulletproof hiyo, ukigongwa umegongwa, ni urudi haraka isikuangamize. Ama songa na panda yako uvejivu. Asemaje Ibnul Qayyim al-Jawziyya? Faman hadahu Allahu subhanahu ila al-akhdhi bil haqqi, yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa uongofu akamuongoza kushika haki, haithu kana, haki popote itakapokuwa, hata kama kwa ntukivu wake, wa ma'aman kana, na haki ikawa pamoja na yoyote atakavyokuwa. Sikiliza maneno hulu, maneno dhahabu. Itakuwaje? Walau kana ma'a man yubghidhuhu wa yuadihi, hata kama haki iko kwa mtu anayembughudhu na anayemfanyia uadui. Waradda albatila, akairudi batili, akaikataa batili. Ma'a man kana, batili ikiwa na yoyote atakaokuwa, hata kama batili aloishika nyawe na shoe na bibio na shangazio. Iko zaidi ya hapo? Walau kana ma'a man yuhibbuhu, hata kama ile batili imeshikwa na anayempenda. Iko zaidi ya mapenzi baada ya Mungu na dini na mtume kuliko mtu kumpenda mamake. Sasa mama akawa ameshika batili. Wayuwalihi, na yule ambaye ni kipenzi chake anamuunga. Basi mwenye kusimama simamo, haki ni haki hata kama ni adui yangu, batili ni batili hata kama ni kwa jamaa zangu. Fahuwa mimman hada Allahu limakhtulifa fihi min alhaq, huyo ni yule alongolewa na Mungu kwa lile lililotofautiana katika jambo la haki. Tofauti zikitokea, barabara iko kwa sababu nia yake kuandama haki. Ya salam. Qala ash-sha'ir, mshairi anasema, asemaje? Kun ma'al haqqi kaifa kana ayanan, kuwa pamoja na haki popote haki itakapokuwa kwa kuiona kwa macho. Haki waiona kwa macho, kisha bado uko kwenye hawa za nafsi. Sitaki kuwarudisha nyuma, hatuko huko. Ni mfano, waonekana mwezi hivi rube chembelecho, kisha mkata kufunga na mkata kutoka kwenye saumu kwa sababu ya hawana nafsi. Hapana, hapana, hapana. Bado hatujakiamini hiki chombo, hatuko huko. Ni mfano ulioafikiana na khutba, na kesho ama kesho kutwa ni mfungo pili, twapigania kwenye Arafa. Sasa tutaka kujua Arafa ni ya wapi? Ni ya ile bandari itakoegesha madau ambao yameandaliwa, au bandari za huku itakoegeshwa na majahazi ya ngoloko? Kun ma'al haqqi kaifa kana ayanan, kuwa pamoja na haki popote haki itakapokuwa, uionapo kwa macho. Leo watu huona haki kwa macho, lakini hawa zimetawala. Wabihi udhmin batili taklidi,
na kwa haki jikinge na batili ya kuandama. Kuna vachu vendeme tu bila kipimo na bila mizani, hawana mi'yar, hawana miqyas ya kupima. Kwa nimeitwa kwa hili kweli, ndivyo nafaa mimi kuandama? Maskini ni mbuzi wa udhihia, huvuchwa uendeme na wenda ukutindwa maskini. Wattabi' shahidan alayka bihi, fuata ikiwa ni ushuhuda kwako, fuata haki ikiwa ni ushuhuda kwako. Tuko pamoja nafikiri? Jaa rasulun bifadli shahidin, alokuja mtume na shahidi bora. Shahidi bora aliokuja na mtume ni Qur'ani. Yeye atosha kuwa ni shahidi kwa sababu Mungu alimchagua akiwa ni mkweli. Wallahu a'lamu haithu yaj'alu risalat, na Mungu ni mjuzi zaidi kujua wapi nani anastahiki kupewa ujumbe. Wattarih fil huda almiraa liman, tupilia mbali kwa uongofu mjadala kwa yule ambaye, kwa maana usijadiliane na ule ambaye yupi dhalla, amepotea, ho hana kusi hana kaskazi. Mafhumu? Sasa mtu hana kusi hana kaskazi, hana mabadi hata harufu 28 za alifu, ataka kukuzungumzia kuhusu masala ya rafa na kukuzungumzia katika masala ya mwezi, utapoteza wakati kwake. Tumefahamiana sana. Mtu haweza akaja akasimama pale kwenye geti ya msikiti wetu akajirekodi na hapo hapo akajiweka live kwa TikTok ya kwamba leo lakini jamani mwezi, kesho lakini ni Idi. Hapana, katika kufuatilia kesho ni Idi ama nini, wallahi Bahero amenikosesha paka katlesi kukula dako. Lengo lako ni hiyo katlesi, si mwezi. Tusinene mangi. Aliyojirekodi ashajijua ni kachumbari chake leo kwa Ijumaa hii ya leo. Lengo lako katlesi maskini, ilionekana ulimwengu mzima. Huchangaza katlesi umekosa kwa kuulikuwa wataka kuja ni Idi si Idi, lakini hatutatiza. Sheikh Bahero hatatizi, wajitatiza katika, kwa sababu akili yako ziko kwenye katlesi. Wattarih fil huda almiraa liman, tupa kwa uongofu, tupa njadala kwa yule ambaye dhalla, amepotea. Wala tashabanna ghayra ar-rashidi, usirafikane ambaye si mwekevu. Mchegue wa kurafikana naye, upache miongozo kwa urafiki wake. Lakini ukinchagua rafiki, si marafiki wote ni marafiki. Ikhtar sadiqaka wastafihi tafakhuran. Watu wa lugha wanatuambia hivyo, ikhtar karinaka, nchegue rafiki yako, wastafihi tafakhuran, tena nchegue kwa kujifakhiri. Yes, ni rafiki yangu kweli. Akuongoa mpaka safari za majahazi ambao ni majahazi. Lakini urafikane na mtu yoyote, atakuvuta ukikosa kumvuta, na watakiwa umvute kwa kuwa wewe umeiva kimaadili na umeiva kimafunzo. Twende tukahitimishe khutba. Ndipo Ibnul Arabi akasema hivi, al-arifu, siku zote mwenye maarifa, siku zote mwenye maarifa, man yara al-haqqa fi kulli shay, ni yule anayeona haki katika kila kitu. Haki naiona kwa kila jambo. Kwenye kunena kwangu mimi naiona haki, kwenye kutenda kwangu naona haki, kwenye kuamiliana na wenzangu naona haki, kwenye kunena kwangu, kwenye kuahidiana kwangu, kwenye kulipa kwangu, kwenye kukopa kwangu, kwenye zote awe anaiona haki tu. Huyo ndiye mwenye maarifa. Tayib, bal yarahu aina kulli shay, bali anaiona haki njito la kila kitu. Sah, tuko mwisho. Inatuhitimisha vipi khutba? Kumnukuu Mustafa Sibai. Mustafa Sibai atuambiaje? Sittun la yurja minhum nusrat alhaqi abadan, vachu sita hakutarajiwi kwao kuitetea haki kabisa. Na wabajuni wenyewe, kwanza msishtuke, mwanisikia sana katika mimbari mara mabajuni, na wanukuu waliosema kana vile ninavyowanukuu Arabu. Tumefahamiana?
Sasa toka kwa roho safi, mbona hunuku mabajuni tu? Kama liko neno la Kigiriama ama la Kisanyi ama la Kihehe ama la Kizaramu, ndo nambie pia nitasema. Nikilisema neno la Kibajuni nitakwambia na Kizaramu usemwa hivi na Kihehe usemwa hivi, ili tuepushe na ule ugonjwa uvundo wa ukabila. Najua hapo kuna mambo pia, lakini shauri yenu, kwa sababu haya ni mambo ya kihekima ya manahudha wa zamani ambao walikuwa habatishi katika safari zao. Haya, hunenaye si kama hivi, situn vachu sita la yurja minhum nusratul haqi abadan. Baba Junu kwambie vachu sita usive na matarajio wao kwamba waweza kuinusuru haki abadan. Wende hukwambia hivyo hivyo abadan. Nishike mmoja mmoja, pengine nawe uko. Nsikize mmoja mmoja, pengine na mimi niko. Hii ndio atuhatimishia khutba Mustafa Sibai wa kwanza. Qawiyun maghrurun mutasallitun, mwenye nguvu, mwenye kiburi na kibabe. Qawiyun, mtu mwenye nguvu, mwenye kiburi ni ujauri. Kibabe sana, najua tayari ajifanya mbabe, angalia amenukuliwa na wanavyoni. Kumbe kuna vibabe pia wataka kuonyesha ubabe wao katika dini. Huyo tabaki na ubabe wake tu, nusratul haqi haipatikani kwake. Namba 2, shahwaniyun, mtu wa shahawa, mtu wa matamanio. Saddat alayhi shuhratu, saddat alayhi shahwatu manafidha tafkirihi. Matamanio na shahwa zimeziba chundu za fikra yake. Zile chundu za kufikiria zote zimezibika kwa shahwa. Haioni haki wala hawezi kuinusuru haki huyo. Wa pili, kwa mujibu wa neno la Mustafa Sibai, wa mubtilun, na mtu batili. Wa tatu, mtu batili gani? Wajada lahu atba'an, alopacha wafuasi. Yughrunahu bilmudhi fi tariqi, wanamghuri na kumdanganya, endelea kwenye barabara yako bwana, tayari tushajulikana kwa mtandao sisi. Sasa ukionekana hurekodi yoyote kuhusu mambo ya dini, huonekani kwamba kwa kuwapinga wale jamaa tutakosa viewers bwana. Hicho kibatili. Lakini batili huu washauri wake ni wale wanaomughuri, songa mbele kwenye barabara, tusiate msimamo wetu ni huu. Ndipo pale hata kukithubutu la kuthubutu, wao hubaki kwenye msimamo wake. Watatu hao ambaye huyo hainusuru dini. Wanne, waalimun, na mwanachuoni gani? Ittakhadha min ilmihi, aloichukua elimu yake, wasilatan, ni barabara, litahqiqi atma'ihi, kuhakikisha tamaa zake. Mwanachuoni, lakini elimu ni chandarua, elimu ni mwavuli. Amuonaye amuone mwanachuoni, lakini ni barabara ya kuhakikisha matamanio yake anayoyataka. Huyo hainusuru dini, kwa sababu vale alonatamaa navo, iwapo atalithibitisha la dini, mapato kwake yatakatika, potelea mbali. Iko nafasi ya kuinusuru dini? Intabi, mimi ni mkati wa kuyatafsiri hapa. Ni wangapi huyo? Ni wanne, wa hisabuni ili ujue namba yako ngapi bwana. Msiharibu. Wangapi? Huu tunaitaja ni watano, au si? Wa mutazahidun. Mutazahidun ni yule aloifanya huipa nyongo dunia. Saa zote ni nkandu tu mwenyewe, hata haufui mwenyewe. Nkandu, umebadilika, umekuwa kana ngomba. Kukikimiwa, kija kuswali, huchufanya chuchemue. Hachi havo sema ni uchamu. Musione na bahatisha. Kuna watu hutahadharisha watu kusema, we, usijaribu kunena kwa ukali kuhusu mtu fulani. Nakwambia nini? Ule ni wali, nakwambia, huoni mpaka leo hananke. Mame, achi ni wali, usionyeshe ukali, kwa sababu mwangalie mpaka leo hananke. Sasa mke wake nani? Mpunda na mbuzi na mabata? Musitupeleke kwenye ukoloni, tena ukoloni ambao hata hauna hata sura. Sinene naye ule ni wali, hatia hakuoa.
Walini alooa akiwa na uwezo akapiga wa pili, huwa amepewa rank nyingine ya uwali, si wali number 1. Mara akapiga watatu tayari, mara amepiga wa 4, brigadia huyo. Au vipi? Brigadia ndio cheo cha mwisho, lakini huna plan kabisa, kisha chuchilia mikando migomba uchombe kwamba kwa ni wali, kumepambauka, wachu wote wamenyuka, wewe huialiani chembele chukitendi. Sahadiku wa talaa as-subhu wastayqadha an-nas, jogoo amewika, watu wameamka, usubuhi imeingia na watu wameamka. Haturudi tena kule tulipotoka kwa sababu wa vizingiti mlivyotuwekea. Tumalize ndugu zangu. Mwingine ni nani? Hu mutazahid ittakhadha zuhda fi dunya, amefanya ule ucha Mungu wake, zuhudi yake katika dunia, sataran lihiyaziha. Ndio nini? Ndio tamaa ya pazia kwa milki yake. Ule ucha Mungu wake amefanya ndio pazia ya kumiliki anachokimiliki na kuomba atakavyoomba, na kila mtu ampe kwa kuwa ni nchua dini. Mutazahidun. Ya salam. Wa tumuhun, wa mwisho. Tumuhun, mwenye tamaa, ittakhadha shuhrata min mukhalafati alhaqi sabilan ilayhi, aloitukua shuhra, alotukua ushuhura, kupenda kule kuchangaa na kupenda kuichangaza. Ametukua huu shuhura min mukhalafati alhaqi sabilan ilayya, kwenye kukhalifu haki ndio barabara yake. Hawa daima dawama, hawa inusuru haki kabisa. Ndipo hukama wakatuambia kwa kuhatimisha, alhaqu abul bashar, haki baba wa wanadamu. Haki ni baba wa wanadamu. Babako wewe ni ukweli wako kinaya, na mwanifahamu kwa sababu watu wazima. Haki ni baba wa wanadamu, kwa kuwa kila mwanadamu atakasimama msimamo wa haki. 1. Wal hurriyatu ummuhum, kuwa huru ni mama yao. Babako ni ukweli wako, mamako nkuwa kwako huru, usive nchwana wa watu kukupeka watakavo kwa itikadi walionao maskini. Mama, uhuru ndio mama yao. Wal awama, na wale awam, wajinga wasojua lolote, swabiyata aitamin la ya'lamuna shay, ndio watoto mayatima wasojua chochote. Wal ulama, na wanavyoni, hum ikhwanuhum arraidun, ndio ndugu zao viongozi. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun, inma yatadhakkaru ulul albab, wakumbukao wenye akili. Ndipo Mungu akasema, wayuhiqqu Allahu alhaqqa bikalimati, na Mungu haki ataihakikisha iwe haki, bikalimatihi, kwa maneno yake. Maneno yake nda haki na atalihakikisha la haki, walau kariha almujrimun, hata wakitukia wale wachuvao. Khutba ni sunna, ni jambo la kweli. Nenda kaipulike vizuri na undani wake, ili sisi ambao ni watu wa sunna tujiepushe kabisa na shitaha za kidini. Afanya sampulie hii, huharibu. Tuheshimianeni, mkubwa amuheshimu mdogo, mdogo amuheshimu mkubwa, lakini penye dini iwe ni dini bila shitaha. Maudhui anaofuata ni ya Ijumaa nyingine, na Ijumaa nyingine nitakuwa Masjidu Aisha, kwa sababu ni kuanzia Rajab. Kila khutba ya mwisho wa mwezi sijaenda Rajab, Shaban, nini imepita. Kwa hivyo Ijumaa ijao ni ya mwisho wa mwezi, nitakuweko Malindi, na hii khutba hii itaunga khutba, kwa sababu nataka kujua mtu wa haki ni nani. Siwezi kungojea mpaka nitoe hapa, kule nitaitoa na nyingine itafuatia hapo. Tuweni wa kweli katika dini. Sawa sawa jamani, si imefahamika khutba?
Sasa hata tukifungua misikiti yetu ya sunna, tuifungue misikiti ya sunna, na yakizungumzwa yazungumze kwa sunna, kwa confidence ya kwamba tunaozungumza ni sawa. Mimi nikienda kwenye msikiti yoyote ambao wafunguliwa, nikiona nimewekewa bloki fulani, hujua hapo pana shitaha, sipiti tena kwenye huo msikiti, na Mungu anijua. Kwa nini? Rekebisheni shitaha zenu, ama bakini na shitaha, mujichangaze sunna. Tumefahamiana? Na sihitaji, tayari nimetia kwenye red book yangu misikiti mitatu, sihitaji majina yake. Nini? Hiyo walifanya shitaha. Wengine walinialika khutba hasa kwenye siku ya ufunguzi wa msikiti. Mara kukafanya vikao, jamaa hapa tumuiteni fulani, manake mzee akija hapa pahala, na homji ulikuwa ni base katika zile base za watu wa tarika, huwa akija taharibu nini, na nyinyi watu wa sunna na msikiti ni wa sunna? Kaambia la, nilijua kutoka tu mpaka leo. Kuna na wapili, kuna na watatu, sasa tangoja na wanne. Shitaha zako baki nazo wewe mwenyewe, lakini Mwenyezi Mungu asema Allahu aula, Mungu ndiye aula, heshima zibaki, tuheshimiane. Lakini pala padini ati tibahira sijeze, kisha ati hapo na lakini aketi hapa bila kuzungumza, muiche japo kwa kutoa salamu. Imi kutoke Mombasa kutapia msikiti wenu, mmesalimiwa na watu chungu nzima, kisha huninyoni pamaiki vasalimia. Simama msimamo wako wa shitaha, na mimi ni hata nsije kukuharibia msimamo wako kwenye msikiti wako. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا ارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ارزقنا اجتنابه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Al Hajar TV, mwangaza kwa umma.